Kwa majina naitwa Josephine Hekiru, mshirikishi wa masuala ya amani katika shirika la Northern Rangeland Trust. Leo hapa tumekuwa na mkutano kwa siku mbili ambayo ilileta viongozi ya Warani. Warani ni vijana na viongozi ya Warani ya rika ya sasa. Sisi tunaita Lingeseku, lakini kwa bande nyingine ya Kenya ni wale rika agencies. Kwa hivyo hii ni rika ambayo iligraduate juzi kutoka mwaka iliyopita waligraduate kutoka utoto. Hao sasa ndio wako katika uongozi ya Warani, na imekuwa na changamoto mingi sana katika region hizi zetu ya Northern Kenya, kutoka Laikipia, Isiolo, Samburu hadi Marsabit. Na NRT unafanya kazi katika hizi county zote, na hizi county zinaafektiwa sana na utofu wa usalama. Sasa mkutano huu ilikuwa ya kuleta hao viongozi ya Warani kuweza kuwashirikisha kwa masuala ya usalama, kwa sababu tukiusema kwamba hii generation ikae kando bila kuhusishwa maneno ya usalama, tutafanikiwa na usalama huu. Kwa maana hao ndio wanahusika haswa katika wizi wa mifugo, katika mizozo za kijamii. Ndipo maana wako very important kukua part of peace building initiatives. Na tumetoa kutoka counties ine, Laikipia County, Isiolo County, Samburu County na Marsabit County, ambapo ni kutoka Laisamis, na inajumuisha conservancies 18, ambapo inaboda Laikipia, Isiolo na Samburu. Na kwa sababu hizo conservancies ziko katika hotspots, conflict hotspots kwa hizi region, na tulishirikiana na hawa, tuliwapa mafundisho umuhimu wa kuwa na usalama na umuhimu wao kukua kati ya wale wanatafuta usalama, kwa sababu maisha ambayo tunaishi ni hii generation kidogo hii, ambapo wanastahili kujua kwamba wako na kazi ya kufanya kuweza kuishi kwa miaka mingi. Tumewaletea wale Warani ambao waliweza kureform katika ile generation zingine, kuwapatia mawaidha, kuwafundisha vile walivyo transform wakawa peace ambassadors. Pia walikuwa na wazee ambao ni washirikishi pia katika kwa masuala ya amani katika kwa jamii, peace ambassadors, ambao walipeana pia mwongozo wala mafundisho hata ya utamaduni na hata ya kisasa kulingana na maneno ya amani. Kwa hivyo sisi kama shirika la NRT, kazi letu ni kuweza kushirikiana na hizi majamii, kuwaongelesha na kuwapatanisha waishi na amani. Hata uhifadhi ambayo tunahifadhi haitakuwa uhifadhi bila maneno ya usalama. Na pia kwa baadhi ya mafundisho ambayo tuliwafundisha ni kuweza kuwaonesha kwamba kuna other opportunities apart from kwenda kuiba ng'ombe za watu, apart from kwenda kupigana na kunyang'anya watu, kuua watu. Tuliwafundisha kwamba kuna maneno ya biashara ambayo vijana wanaweza jiingiza na wakaweza kupata mapato yao na watakuwa wanaishi na amani, kuliko kwenda kuiba ng'ombe kutoka bande yote, kutoka sehemu fulani hadi tuseme Meru, umeenda unaua mtu ama to mwenyewe unapoteza maisha. Kwa hivyo, na ukiangalia kwa muda huu tumepoteza vijana wengi sana kwa sababu ya wizi wa mifugo, na kwa sababu ndio tunafundisha vijana watoke katika hiyo maneno ya wizi, waingie katika biashara, waji-involve katika miradi za kijamii, na serikali itatambua na kuwasaidia, conservancies itatambua na kuwasaidia. Warani wenye tumewaleta hapa kwa hii siku mbili ni Warani 105 kutoka kwa jamii zote: Samburu, Borana, Somali, Turkana, Maasai, Rendile. Na kuleta hao vijana ni kwa sababu hao ni viongozi ya wale wengine, na jukumu lao sasa tunabadilisha mawazo yao na waweze kwenda pale kwa conservancies na nyumbani kuweza kuwabadilisha wale vijana wengine ambao wanaongoza. Na ukijua kwamba kubadilisha mindset ya mtu ni ngumu, so tulileta hao viongozi kuweza kuwafundisha, kuelimisha na kuwabadilisha, nao pia waweze kwenda kutumika kama peace ambassadors kwa vijiji vyao. Kwa majina naitwa Masharia, wakilisha County Commissioner wa Isiolo kwa siku ya leo kwa hii shughuli ya kukusanya Warani na kuongea na hawa. Tumefika hapa kutoka jana, ambapo conservancies zetu zimeweza
facilitate kuwaleta pamoja Warani ambao ni watoto wetu, na ile jambo tumeongelea kwa mapana na marefu ni mambo ya hawa Warani wetu kuwasha mila na desturi ambayo ni potofu ya wizi wa ng'ombe. Tumewasihi kuwa kuna mambo mengi ambayo wanaweza jishughulisha nayo ambayo inaweza kuwakimu kimaisha, lakini hii dhana ya wizi ambayo tu ndio walipata labda ambayo wangeenda kuendeleza na ambayo haina manufaa yoyote, kwa sababu inaleta uhasama wa jamii zingine. So wameshirikishwa pamoja na wakapewa mwito ambao najua wataupeleka nyumbani ili waongee na wenzao wenye hawakuweza kufika, ili tupate mwamko mpya, wakuwe kama wanalika wa pande zingine za ulimwengu ambao wanajishughulisha na mambo ambayo inakubalika kisheria. Sisi kama serikali tumewapa study yetu na tumewaambia mambo ya wizi hatutakubali tena, na tuko na operation ambayo inaendelea ambayo itafurashi wale wote ambao hawataacha hii tabia chafu ambayo imerudisha jamii zingine nyuma, imeleta maafa, imeleta tofauti na uhasama kubwa sana ambayo tunaweza wote kusuluhisha tukiwasha hii wizi ya mifugo. Kwa majina mimi naitwa Pastor Samuel Okoro, na mimi nasimamia mambo ya grazing Isiolo sub-county, ikiwemo pia mambo ya peace, na mimi ni mkaaji wa Nasulu Conservancy, na tangu jana tumeweza kukutana hapa area ya Elboran na viongozi ya Warani kutoka Samburu County, Laikipia County, Isiolo County, ambayo waliweza kushaguliwa na Conservancy, na pia na warden zote za hizo Conservancy ambaye sinapagana, ambaye wakati ng'ombe sinaibiwa hizo ng'ombe inapitia katikati ya hizo Conservancy zote. Na tumekuwa hapa kuelimisha hawa vijana ya kwamba wapelekee wale wenzao ambaye wanaongoza waweze kuachana na mambo ya wizi. Na kuna wakati ingine tena ambayo tumewahi kufanya jambo kama hili na tuliona iliweza kuzaa matunda. Na ndiposa pia NRT wakiungana na Conservancy zetu pamoja pia na serikali ama ofisi ya County Commissioner wameona kwamba kuna umuhimu ya hawa vijana waweze pia kuelimishwa ili waweze kuacha mambo ya wizi. Na kama vile tumeona kuna baadhi yao ambayo wamesama katika mambo ya biashara ya kununua ng'ombe na kununua mbuzi ili waweze kujikimu na pia waweze kuachana mambo ya wizi. Lakini hata hapo tumeona ya kwamba mtu aanzishe biashara na ng'ombe zake, lakini sio uende katika kaunti zingine ama katika jamii zingine unawaibia alafu unalete hizo mifugo ndio unaanza kuuza. Hiyo tunasema kwamba sio mzuri. Anza biashara yako ya halali na ng'ombe zako ama na ng'ombe ambao umepatiwa na babako. Kama leo kuna Warani wawili ambao wamejitokeza. Mmoja anasema kwamba yeye alianza biashara na senge moja ya mbuzi ambayo aliuza 15,000 na akaanza biashara ya akanunua mbuzi 4 zile kiazi, na saa hii yeye ako na uwezo hata ya kununua zaidi ya mbuzi 20 na hata ako na uwezo wa kununua ng'ombe. Kwa hivyo tunaelimisha na tunaambia hao ya kwamba wasame katika biashara ili mambo ya wizi iweze kupungua, na pia tunaangalia kwamba hii jambo sio mzuri tuashilie tu. Vile tumekutana jana na leo alafu tena tunakaa muda mrefu tena bila kukutanisha. Tumeona ya kwamba kuna umuhimu ya kukuta hawa vijana kwa haraka sana ili hii vijana hii rika ambaye sasa wako ya Nkiseku tunataka iwe hawa ndio wa mwisho kabisa kwa mambo ya wizi. Na nashukuru pia
Deputy County Commissioner vile ameongea ya kwamba tunataka wale vijana saa hii wadogo wote waende katika shule, kwa sababu vijana wakati wanapoenda shule mambo ya wizi itaisha. Na pia tunataka kuangalia wazee ya Wasamburu, pia wazee wa Turkana, kwa sababu vijana wengi ambaye wanasumbua watu wanatoka kwa hizo jamii. Tunataka pia kuweka mkutano ya elders ya hizo jamii ya kwamba hii culture hii ya mambo ya wizi iweze kuisha, kwa sababu kuna vijana wamesema hapa ya kwamba yeye alisaliwa na akakuta tu wizi ikiwa inaendelea ni kama culture. Kwa hivyo tumeona kwamba elders ndio wanastahili pia ile culture ambayo iko kwa jamii, pengine mpaka sijui uibe ama pengine ukiiba ndio utaonekana wewe ni shujaa. Tunataka pia wajaribu kuelimisha, na pia kanisa. Kuna wengine ambayo tumeona hapa pia wameweza kuokoka na wamesema kwamba walikuwa watu wabaya, lakini wakati walipomkimbilia Mungu akaokoa na wameachana na mambo ya wizi. Kwa hivyo tunataka pia shirika isiyo ya kiserikali, shirika la kiserikali na serikali kwa pamoja tuweze, na kanisa tuweze kuelimisha hawa vijana waweze kuacha mambo ya wizi. Jina langu naitwa Steven Akhale. Tumeletwa hapa mkutano yetu NRT kama sisi uongozi ya vijana wengine. Sisi kabila yote Turkana, Samburu, Wasamale. Sisi ndio uongozi ya vijana. Tumeletwa hapa kufunza tu mambo vile tutaka. Hiyo tumekaa nayo siku 3 kutoka tukuja hapa mafunzo. Hiyo tu ndio tumefunzwa. Sisi kama tuko hapa hivi sio wote ndio waizi. Iko tu waizi ile iko atokatai. Lakini tukupata mafunzo tutabadilika. Kwa sababu niko na hakika hakuna siku mtu amezaliwa kwamba sio wizi. Amezaliwa tu mtu tu akakuja akakuwa mwizi. Lakini tukupata mafunzo kama hii NRT, sisi wote tutaweza kubadilika. Hiyo tu ndio nataka serikali yetu angalia sisi kabisa. Hata naomba Murkomen hii saa hii mkubwa ndio anasimamia tu hii dunia. Naomba hata wae usiwache sisi hivyo. Kwa sababu usiwache sisi hivyo, naomba sisi kama saa hii sisi vijana kama uongozi ya vijana. Beba sisi utapeleka hata sisi na hii watu NRT. Kupeleka hata sisi kijiji. Kama kijiji huko tutafuta hata hiyo vijana hiyo tuongea na hawa. Kwa sababu kuongelesha mtu ataweza kusikia ile mambo wao muongelesha. Ni hiyo tu ndio tunaomba. Tunaomba kabisa hiyo mambo hiyo vile sisi tunaendelea. Sisi tumewacha wizi. Kwa majina naitwa Simon Lomoni, nimetoka area hapa kuja hapa kusumkumisa mambo ya amani. Tuko hapa watu wa Samburu, watu wa Borana, tuko hapa kwa ajili ya amani. Nataka tuombe mkubwa wetu Murkomen atusaidie sisi mambo ya wizi. Atupatie sisi nguvu, akafanya semina ya watu yote wa vijana, akuja yote aingie kwa amani. Tuoshe mambo ya wizi, akinyang'anya wengine mamfuko yao. Kwa sababu ukinyang'anya mtu mamfuko yake ni mbaya. Tunataka tuingie amani, tufanye biashara, tukuja tusaidie sisi serikali yote. Kama sasa makonservasi yetu tunataka tuweke semina kila siku, tupunze vijana yetu yote. Kama sisi kiongozi wa vijana tunataka leo tuongee, tupeleke tuongee wengine. Kesho kutwa tena tunakuja kuongea na hawa hapa, kwa sababu tunataka amani. Kwa majina naitwa James Dasachere, nimetoka conservancy ya Westgate Samburu. Tumeletwa hapa na NRT kwa mkutano. Sisi tuko hapa kama vijana, viongozi wa vijana. Kenye tumeletwa kusoma hapa ni ya amani. Sisi tulikuwa tunasikia tu amani, lakini kutoka leo tumejua amani ni nini. Tunasikia serikali inasumbuka sana. Samburu, Barendile, Turkana, hao ni wa Samburu. Lakini kweli, lakini kenye changamoto ni kwanza ni ng'ombe ndio inaleta hii shida. Kiangazi kuja tunaenda huko hatuna salama.
tunapatana na Waborana. Juu viongozi hakuna siku wasee wetu na wasee wa Waborana wamekutana. Wakasema leo Samburu hakuna nyasi. Tuite hao vijana wetu wasee wa Samburu na vijana warani wa Waborana ama Waturkana waongee. Tuseme leo ng'ombe wa Samburu watakuja upande wa Waborana. Tupate hapo sasa ndio amani itaanzia. Watu wa Samburu waende waongee na warani wao. Warendile, Waborana, Waturkana. Sasa hiyo ikianzia hapo ile upande imeumia na ukame. Sasa hapo unaona kuna tu mawasiliano kidogo. Juu hakuna vile Wasamburu watakuja tu hivi kuingilia kushambulia wengine juu ya hakuna amani. Amani inaanzia hapo. Sasa sisi tunashukuru sana. Juu tumeona amani kitu muhimu. Sasa tumeelimika sana. Tukienda huko tunaita warani. Tunaelezea Kenya tumefunzwa hapa. Juu tumepata masomo ile ya muhimu. Sasa tunaanzia biashara. Sasa viongozi akienda kwa anaita warani wake, hata na wale viongozi wameleta viongozi hapa wanazungumza. Hata biashara ni kitu muhimu. Juu hakuna mtu anaweza acha biashara aenda afanye hizo kitu. Hiyo ndio kitu muhimu tunaweza peleka huko. Mimi naitwa Joseph Lekureya. Nitoka Vandile ya Samburu. Waso huko. Anariti imelete sisi hapa Isiolo mkutano. Warani 105. Sasa nashukuru Mungu. Najua watu warani hajui kitu naitwa amani. Leo umekuja kujua kitu naitwa amani. Najua hata sisi kitambo hajui kitu naitwa amani. Watu mepeleka sisi kwa seminars kama hii. Sasa sisi naenda huko mejua kila kitu naitwa amani. Sasa watu wengi tu mebalika kwa ajili ya hiyo maseminars. Kuambia kiongozi ya serikali tukujeni tu tusaidie tu hawa watu ya Samburu. Ndo kujua tu amani naasha ile waisi naenda kuiba. Ndo hawa watu 105 iko hapa sahi. Kwa watu kama 20 meokoka kwa ajili ya ile mafunzo ya kitambo. Napenda sana hii mafundisho. Ndo hata sisi sahi nasimama hapa, mimi meokoka sahi kwa kanisani, hata naenda kuhubiria watu huko. Lakini kupata tu support ya watu tu na kuambia tu sisi hii kitu ya amani. Sasa hii kitu ya waisi naisha. Ndo si watu yote na waisi. Hata yote si yote ndo waisi. Moja tu ndo waisi. Lakini kufunza hawa watu kama 200 300 hiyo waisi anaisha. Najua neno ya Mungu ndo mzuri sana. Mimi ni mtu mbaya kabisa, ile muisi ile mbaya kabisa. Lakini wakati nakuja tu kusikia neno ya Mungu, watu wa Mungu mekuja tu kubadilika kabisa. Metoa ile mwili ile mbaya, ile roho mbaya metoka kabisa. Sasa mimi naenda kuhubiria watu. Hata nimeshafungua kanisa iko chini ya miti sasa. Uko watu sasa 50 na kuna warani 10. Sasa naona hao warani 10 na mimi na imekuwa 11. Sisi ni watu waisi kitambo. Lakini sasa nimekuja kuona kitu waisi ni mbaya. Kijaribu kiingia neno wa Mungu anasema mtu anaenda kutafuta kitu na si njia ya Mungu. Hiyo mtu ameshakufa. Kwa hivyo naona tu watu wakubwa wanaangalia sisi. Kujeni tu saidie sisi. Hata story ya kanisa tujenge hata kanisa. Najua warani anaogopa akikaa kwa miti hivi watu wanapita anaona. Lakini kipata tu kanisa kukaa ndani anaenda kubadilika hapo. Kwa hivyo nataka kuambia wa kiongozi, kujeni tu tusaidie sisi kwa ajili ya amani. Neno wa Mungu ni amani. Watu ukipata amani na kaa pamoja. Sisi hawezi pita Isiolo, hawezi pita Meru, ndo kuona tu mtu kienda kuhubiri na anasema si kuhubiri, anaenda kuiba. Kwa hivyo kujeni tu tusaidie sisi kwa ajili ya amani. Nataka kuambia watu Samburu. Najua watu wengine anachangia tu watoto yake. Kama wamama kiingia watoto wakikuja anasema nataka chakula, anapeana chakula ndo kuenda kuiba.
Sasa anapatia mtoto yake chakula kwenda kuiba. Sasa yeye anakaa anaongoja ile ng'ombe kukuja. Mara ya mwisho kitu anasikia hiyo mtoto yake amekufa. Kuacha mtoto yako kwenda kuiba. Sasa anaenda kuacha mtoto yako kwenda kuiba. Sasa anajua hiyo mtoto yako anarudi. Hawezi rudi. Huko sahi kama hata kwa neno wa Mungu mtu kwenda kutafuta kitu si ya mkono yake kama ya jasho yake, hawezi rudi, ndio umeenda kwa njia ya shetani. Kwa hivyo nataka kuambia watu tusiye watoto wenu warani kwanza, tusiye ndo kila mtu anakaa kwake.